Amen. Elia akajikutana kama anabakia yeye peke. Wale watu wengine wote wamekwisha kuchanganikiwa. Na taifa haimwaminie naye. Abamwaminie jua nini? Banaaminia njo nombre. Ndio. Kumbi Mungu atumika kila nini? Na majority. Na majority. Mungu anatumika na mioyo. Kwani Mungu aangalia kisagisi shiba na damu. Akiangalia Mungu anaangalia katika roho, lakini shiba na damu tunaangalia kanjo kwenye uwingi iko. Tunasema kama Mungu iko hapa. Haleluya. Amen. Mungu japokuwa atembea yake vile. Kama tena hata ukiangalia hata kwa Mikaya naye pia. Ndio. Anajikutana kwamba iko mwenyewe. 400 yote shatabiri mfalme atapiga vita. Imechanganikiwa. Na kama unasoma vizuri, Mungu alikuwa anatafuta njia ambayo atamuua nani? Ahabu. Akasema nitafanyaje juu niweze kumuua nyama hapa? Atoke mtu. Mungu anakosa hata system de jeu ambayo anatumikisha. Mungu anakosa hata system de jeu ambayo atafanya juu afanye nini? Awe nani? Ahabu. Kisha kapepo kamoya kakamsogela kabia vie. Mimi najua njia. Mimi niko hapa vie. Unitume mie. Mimi ndamwangusha. Okay, mimi najisi ndafanya point faible ya Ahabu mimi naijua. Akufi. Ndio. Akamwambia sasa wewe unasema wewe ndio utaamua sema uniambie basi plan yako iko hai. Akasema vie ngoja mimi nikwambie plan yangu. Acha mimi nikwambie plan vie. Ndio. Akasema sema si plan yako. Saa alisema sa plan. Yo. Napita manabii. Akasema si kama napitia bile vinywa vile na wewe unapitia profesi. Anapenda profesi sana. Anapenda watu wako mtabiria. Sasa gisi banaamini sana unabii. Mule mwele ujumbe. Acha mwa ile unabii unafanya nini? Njoo nipitie. Ndapitie. Sasa haiko wenye mwenevie tena utakuwa unasema ndani yao. Wewe ushatoka ushamwacha. Utambia kwanza Saint Esprit kwanza aikale kimya. Mie njo nakuwa Saint Esprit. Pepo ya uongo yende fakazi. Pepo ya uongo ikaingia mvinyo ya manabii wote. Wote wakatabiri nini? Uongo. Wakaanza kumwambia mfalme uishi milele, utapiga vita, utainuka, utaenda shine, utafanyikiwa. Twali kontake Mungu amenisha kwa hivi na hivi. Wakatabiria mfalme mambo mazuri. Watu leo kutana kwamba wanapenda kutabiriwa mambo ambayo imejaa sukari, wanapendezwa. Ndio confusion ile, roho zibaya. Nakutana kwamba watu wakati wanapenda kutabiriwa mazuri kila siku na shetani, kumbi naye alishachanganisha manabii wote wakaikala katika confusion. Jua nini? Watu wanapenda mase iko ya mingi. Wakati ambao mase iko ya mingi sana, Mungu atembea yake na mase na confusion inaingia. Asa kama hauna roho wa Bwana, kama hauko mkabila mungambo ya Wamikai, hautaelewa. Asa leo kama manabii wengi wameshindwa kukaa kama gisi wanani Wamikai. Jua ni kama atapata muogo, atapata ye ku fedorite, atapata kinaiga, atauza veste. Wapi ndo atetosha? Hakuna. Bwana, acha mimi niseme vile wengine banazoea. Akasema watumishi wa Mungu leo nakutana kwamba ni mtumishi wa Mungu ambaye anaaminika, iko mzuri, anaaminika kweli na Mungu, lakini wakati anaona kwamba mwa hivi njoo wengine biko najipatia, acha basi na mimi nifanye nini? Niingie mu vile nene bale biko napatia. Ndio utaka kama leo atujue Mungu tena kama njoo mwana iko nasema awa iko Mungu. Jua nini? Kila mtu iko natafuta tu apitie kwenye naye atapata intere yake. Asante sana evangeliste. Tunashukuru sana evangeliste. Ndio. Kwa somo ambao unatupatia kwa siku ya leo. Ndio. Unatuonesha ya kwamba Pentecoste njo debi ya evangelization. Ndio. Njo mwanzo ya huduma. Kama hakuna Roho Mtakatifu, ujue kwamba hakuna huduma. Ndio. Kama hakuna Roho Mtakatifu, hakuna injili. Ndio. Soma pale kwa Galatia. Inasema nini? Ndio, usome pale kwa Galatia 1:6 uanze pale kusita. Kama hakuna Pentekoste, hakuna injili. 1:6 kitabu cha Wagalatia. Inaongea nini? Nashangaa kwamba umemwacha upesi hivyo yeye aliyewaita kwa neema ya Kristo
na kuifuata injili nyingine. Ase kama anashanga kuona namna gani watu wameacha Roho Mtakatifu, injili ya kweli ambao Roho Mtakatifu alituletea, kisha wanafuata ingine nini? Wanafuata ingine injili nyingine. Njoo ile ya kusema utaenda Shine, utaenda Dubai. Njoo ile. Aseme ambayo kwa kweli si injili kamwe. Okay, asema kama vile muko mnapenda leo, haiko njoo injili ambao Saint Esprit aitupatia. Ndiyo. Aseme ila kwa dhahiri kuna watu wanaowachanganya, wanaotoka kuipotosha injili ya Kristo. Ase kama kuko watu bene banakuya nabo banajidegize kama gisi ni makondo. Nia yao ni kwamba wabadilishe injili ya Yesu Kristo. Lakini hata ikiwa sisi au malaika atokaye mbinguni akihubiri injili ingine tofauti na ile tuliyowahubiri sisi, basi mtu huyu alaaniwe milele. Alaaniwe milele. Kama vile tulivyokwisha kusema kabla, sasa nasema tena, ikiwa mtu yeyote atawahubiri injili kinyume na ile mlioipokea, na alaaniwe milele. Haleluya. Saint Esprit ndio mwenye atupatia nini? Injili. Ndio. Wakati Pentekoste ilifika, Petro akapata message. Ndio. Petro akapata sasa nini? Inspiration. Ndio. Mpya kaya kumiasa hivi ndio benemetre kumbi alikuwa akatuambia, akaelewa sasa. L'evangile kama inachanganikiwa, haiko tena injili, inakuwa sumu. Hakuna injili bila Pentekoste. Kwani ni Roho ndiye anaileta uzima. Roho ni kweli na Roho ndiye anaileta uzima. Mali ambako hakuna Roho wa Mungu, haiko injili. Evanjili yote ambayo inapinga kazi ya msalaba, injili yote ambayo inapinga kuonyesha kama Mkristo apashe kusumbuka, Mkristo apashe kosa, Mkristo inabidi na wewe aishi maisha ya raha. Aishi maisha ya raha. Yesu ambaye ni Bwana wetu akuishi maisha ya raha. Namna gani wewe unapenda uishi? Yesu ambaye ni patron yetu akuishi raha. Namna gani unapenda wewe kuishi maisha ya raha? Injili ya leo ase kama iko inapoteza wanani? Watu. Njoo injili ile leo ambayo watu wako natumika na akili zao. Injili haihusu akili yako, bali inabidi kwanza Saint Esprit afanye nini? Akuinspire. Wakati uko naongea, uongee njoo bene Mungu anasema, hapana bene akili yako iko nasema. Wakati ambao Petro alikuwa amejazwa na Roho Mtakatifu, anasimama mbele ya wazee, wakasema kama mtu tunamjua kwamba alikuwaka anaroa samaki, baba yake naye alikuwa naye anaroa samaki, familia yake yote hawana elimu. Asa mtu anatosha connaissance wapi? Wakati Saint Esprit anashuka, atupatiaka yengine connaissance ambayo haiko ya hapa kudunia. Shida iko wapi? Wakati leo injili inaanza kuwa inahubiriwa na akili za wanadamu scientifique, unakutana kwamba inakuwa injili ambayo inakuwa kuangalia nini mvitabu, tutahubiri hivi, twende hivi, usiseme hii, acha hii, unaona kama kama kupagala mafuta watu. Ukisema hii ile haiko injili ya Bwana. Ile pale ni iko pale ni mafundisho yetu ya teolojia. Ni ya watu. Paulo anasema sio naleta ndio mafundisho ya kupendeza watu. Ya kupendeza watu. Iko manake inakalkili. Unakutana kama leo kuna kuwa injili ambazo zinakalkile mtu fulani. Hapana, injili kweli ni injili au ni kweli. Ase kama Roho ndiye anayevuvia kweli. Roho ndiye anaileta kweli. Roho ambaye tena iko tena kweli. Hakuna uongo ndani mwake. Roho Mtakatifu wakati anapotushukia analeta injili ambayo ni ya Roho. Roho Mtakatifu anatusaidia tuweze kupata ufunuo. Lakini wakati watu leo walitafuta kuleta ujanja katika injili, kutafuta kuiambelire, ukikutana kama leo kuko zingine mainjili ambazo sio injili lakini ni mamorale tu. Asante sana Evangeliste. Ndio. Tunashukuru kwa siku ya leo. Ndio. Kwa yale yote ambayo
ulitufundisha. Wandugu wasikilizaji, ninyi wote mlio mbali na karibu, mnaotufata kwenye centre yetu, Centre de la Parole Lumière du Monde. Amen. Katika kipindi kia neema na kweli, mulisikia gisi tulikuwa nazungumuzia leo somo ambayo inaitwa Pentecoste. Na mwalimu alifundisha ya kwamba Pentecoste ni lugha ya Kigiriki ambayo inasinifie tu 50 jours. Si kusema ya kwamba siku Roho Mtakatifu alikuya, hapana. Lakini Pentecoste mwalimu anatuambia ya kwamba ni 50 jours. Basi tunashukuru sana. Mimi naitwa kwa jina la Evangeliste Josue Letaneno, na niko na evangeliste hapa ambaye atafunga somo. Ndio, okay. Shukuru sana na Mungu akubariki na uendelee kuwa unatufuata hapa kwenye shene yetu Centre de la Parole Lumière du Monde. Kwa YouTube tuko na Facebook pia tuko. Kama unakuwa na swali kuhusu Saint Esprit unaweza ukatuulize, kwani atuweze kutengeneza mahubiri yetu kama gisi Paulo kwa sema kama tunamtangaza Yesu Kristo, je aonekane mbele. Mungu akubariki.